hii program ya Hope for Atelier. Ni program ambayo tuko mashirikiano na taasisi inaitwa Fashion for Empowerment Africa. Ni taasisi ambayo origination yake ni nchini India, na wameweza kuja Tanzania kushirikiana na sisi na taasisi ya serikali ya VETA kwa ajili ya ku-implement program hii. Na program hii ime-aim kuwainua wasichana katika masuala mazima ya fashion, lakini huku wakiwatengenezea elimu ya ujasiriamali, yani kubadilisha hii fashion kwenda kuwa ujasiriamali. Na kwa program hii kwa sasa tumeanza na wanafunzi 30, tulipata maombi wanafunzi 200, lakini tumeanza it's like a trial wanafunzi 30, lakini huko mbeleni tunatarajia kwenda mpaka wanafunzi 100, na lengo letu kubwa kuhakikisha kwamba binti anapata elimu hii, anaenda anaibadilisha kuwa biashara ili aweze kujikwamua kiuchumi. Fani hii imekuwa ikikuwa siku hadi siku, na vijana wengi wamekuwa wakipenda kwa sababu fashion imekuwa ni pendo kwa vijana na inatoa ajira. Mbali na ajira, lakini pia inasaidia viwanda vya ndani vinavyozalisha kwa mfano pamba kwa ajili ya kutengeneza nguo, lakini pia inasaidia vijana wengi kuweza kuonesha bunifu zao. Tunatarajia kwamba itakuwa nzuri pale itakapokamilika, na itasaidia vijana hawa kwenda kusaidia jamii au familia zao walikotoka, lakini pia kuendana na ile kauli mbiu ya serikali ya kutoa ajira kwa vijana kwa kutumia ufundi au ujuzi, ili waweze kujiajiri wao kwa ajili ya kusaidia jamii na taifa kwa ujumla. Wito wangu wa vijana wote, mjitokeze kwa kile kitu unachokipenda kufanya kikitokea fursa. Kama programu hii ya ushonaji, tunaomba vijana muitike kwa wingi pale fursa zinapotokea. Wakienda kufanya programu hii kwa msingi ambao imara, wakiwa akili yao wameiweka kichwani kwamba sisi tuko katika sasa kuweza kupata uchumi mkubwa na kusaidia watoto wetu katika majumba yetu, familia zetu na pia nchi yetu, kwa sababu anapotoka designer mkubwa akajulikana na dunia nzima, ni fahari kwa nchi ya Tanzania. Mafunzo haya kwa sababu ni chance ambayo ni adimu kupatikana na haijawahi kutokea. Mafunzo haya yatakuja kutupatia manufaa makubwa, kwanza kabisa kuwa kujitegemea kiuchumi, lakini vile vile kufahamika na watu tofauti tofauti, kwa sababu ni vitu ambavyo tunavyoenda kujifunza, kwa sababu vinakuwa ni tofauti tofauti na ambavyo hatukuvijua mwanzo. Kwa hiyo vitaenda kutufunua upeo katika mambo ya ubunifu. Mafunzo haya yataninufaisha kwanza kujikwamua kiuchumi, nisiwe tegemezi, na pia kuikuza nchi yangu.